nyanja zote za kimaendeleo, kwamba katika kupata hizi fursa sawa kusiwepo na matabaka. Hata mwanamke na mwanaume wapewe fursa sawa. Lakini pia wazingatie haki za akina mama. Kumbuka mama anakuwa na vitu vingi. Kwa mfano, mama mara pengine utakuta ananyonyesha au na ujauzito. Lakini sasa wanapaswa kupata fursa sawa, lakini wazingatie zile haki muhimu ya kunyonyesha, kupata muda wa kuona watoto. Lakini pia wanaofanya kazi wasibagulie kwenye ujira, walipe ujira sawa. Sasa tuko hapa kwa ajili ya kuhamasisha kwamba sasa tuendelee kuhamasisha usawa wa kijinsia katika jamii yetu. Sisi ni wazazi, sisi tuna watoto, tuna wategemezi. Sasa tuendelee kuhamasisha swala la usawa wa kijinsia kwa nyanja zote za elimu, nyanja zote za ujira, lakini pia katika kumiliki rasilimali kama ardhi. Katika jamii yetu mara nyingi mwanamke hapewi fursa ya kumiliki rasilimali kama ardhi. Mila na desturi imekuwa kandamizi kwa kina mama. Kwamba mama anaruhusiwa kumiliki vitu vidogo vidogo. Vitu vikubwa kama ardhi, mifugo, miliki ni baba. Lakini kumbuka sisi ni wazazi, sisi tuna watoto, tuna wategemezi mengine. Na binadamu maisha yake ya kuishi duniani ni mafupi. Sasa leo baba na mama wanachuma mali kwa pamoja. Sasa kama mmiliki kwenye haraka anaonekana mmiliki ni baba. Na tamaduni zetu zina tabia ya kuonea akina mama. Pale ambapo baba anapotoweka duniani, anapofariki, ndugu upande wa mwanaume wanaenda kuvamia zile mali. Ndio. Sasa zile mali zinapaswa zimilikiwe na mama na watoto. Wale watoto wanakosa haki ya kumiliki zile mali ambazo zitafutwa na wazazi wake. Kwa hiyo wanarudi maisha upi, wanaanza kuteseka, wanaanza kutelekezwa, wanaanza kujitegemea, na ukatili ndipo unapoanzia, na watoto wanaokaa kwenye mazingira magumu namba inaongezeka. Ndio maana tunasisitiza usawa wa kijinsia kwa jinsi zote za kiume na za kike. Na kwa mwaka huu wilaya yetu ya Karagwe ni tuseme ni wenyeji wa maadhimisho. Kimkoa maadhimisho yanafanyikia wilaya yetu ya Karagwe kwenye katika kata ya Kianga. Na katika maadhimisho haya tunatarajia kuwa mgeni rasmi atakuwa mkuu wetu wa mkoa wa Kagera. Tunawakaribisha sana wananchi wa wilaya ya Karagwe na wilaya za jirani katika wilaya yetu ya Karagwe, kata ya Kianga. Kata pale tutafanyia ya maadhimisho. Na wilaya ya Karagwe tuna desturi nzuri kwamba katika maadhimisho, kile cha maadhimisho ya siku ya wanawake huwa hawaishii kula na kunywa. Wanawake wanaweka alama katika kutatua changamoto ambayo ipo kwenye jamii. Kumbuka serikali inahudumia wananchi, lakini pia wananchi wanachangia yale mahitaji ambayo wao wanaona ni kipaumbele na wana uwezo wa kuchangia. Ndio. Mwaka juzi tulichangia madawati katika shule yetu ya msingi Nyakanga ambayo na wanafunzi wenye mahitaji maalum. Akina mama akasema pamoja na wadau wa maendeleo wanaochangia katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani, tusiishie kula na kunywa. Tutaweka alama na madawati yetu tumepiga maandishi imeandikwa siku ya wanawake duniani 2024. Okay. Kufika pale shule msingi Nyakanga utayaona. Na kwa mwaka jana pia kina mama akasema sisi ni jeshi kubwa. Pamoja na wadau wa maendeleo tusiishie vile vile kula na kunywa. Katika kutoa elimu kwenye jamii, wananchi wa kata ya Ndama kijiji cha Kagutu wakapaza sauti kupitia viongozi wao kwamba kuna mama mjane mzee anaishi katika mazingira magumu, makazi yake hayaridhishi. Sasa kamati ya maadhimisho ikakaa, wakashauriana kupitia viongozi wa kijiji na kata, wakafunga safari kutembea kwenye jamii kuona uhalisia wa mahitaji wa mama huyo mjane. Baada ya pale wakajiridhisha, kamati ikaanza kuhamasisha wadau wa maendeleo katika kuadhimisha siku ya wanawake. Wakachanga michango, wakamjengea yule mama nyumba nzuri. Kwa sasa tunapoongea, mwaka jana
tulimjengea mama mjane kijiji cha Kagutu nyumba. Maendeleo. Sasa kwa mwaka huu tukasema sisi ni desturi yetu. Wanawake ni jeshi kubwa, wanawake ni msingi wa maendeleo. Ndio. Kama inavyoonyesha kauli mbiu ya mwaka huu. Ambapo inasema haki na usawa, wanawake na wasichana, msingi wa maendeleo kufikia dira 2050. Wakasema kwa mwaka huu sisi kwa kuwa ni maendeleo jumuishi, wanawake na wasichana tunaungana na wadau wengine. Wakasema kwa kuwa maadhimisho yanafanyikia katika kata ya Kihanga, tukatembelee kata ya Kihanga tuone mahitaji ya kijamii. Baada ya kutembelea, wakaona kwenye shule zetu za msingi kuna mahitaji mbalimbali. Wakaona kuna upungufu wa madawati kwenye shule za msingi pale. Madawati 53. Ndio. Kwa shule ya msingi Mlamba na Maguge. Lakini pamoja na mahitaji mengine ya wanafunzi wenye mahitaji maalum shule ya msingi Kitengule. Wakasema sasa sisi mwendi ni ule ule, sisi ni jeshi kubwa, sisi ndio wadau maendeleo, sisi ndio dira ya maendeleo, sisi ndio wachapakazi. Sasa wamepanga kuwapelekea au kutengenezea madawati 53 katika shule zetu za msingi kwa kata ya Kihanga. Sasa karibu, una kipi cha kuongezea hapo kwenye hiyo point iliyokuwa anazungumzia hapo mheshimiwa? Ukweli ni kwamba kipindi hicho cha maadhimisho mbali na kula na kunywa, huwa pia tunaenda kula kiroho. Yaani kula kiroho nikiwa na maanisha kwamba kuna kitu ambacho tunakipata, kuna elimu ambazo tunazipata tofauti. Na cha zaidi ni kwamba tuchochee tu, yani kwamba sasa hivi serikali ishafanya kila mbinu kuwainua au kuwajenga kiuchumi wanawake, si ndio? Lakini sasa hiyo siku ya maadhimisho ni kwamba tunataka kuonyesha ni upana gani ambao wanawake wamesogea, maendeleo ya wanawake yamefikia wapi, wanawake wanaweza kufanya nini. Lakini licha ya hivyo pia ni sehemu ambayo wanawake wanapata fursa ya kwamba kusikilizwa. Si kwamba siku zote wawe, kwa sababu sisi ni viumbe ambao tunajua sana kulalamika. Ndio, tuko vizuri. Sisi tunaendeshwa na hisia. Kwa hiyo sasa ni sehemu ambayo ni siku ambayo mwanamke anatakiwa yani ajihisi kwamba anasikilizwa, anathaminiwa. Ndio. Na pia ni siku ambayo hata yule ambaye ni mama basi na yeye asherekewe. Kuna siku ya mama ndio, lakini siku ya mwanamke manake ni mama pia. Kwa hiyo ni siku ambayo mwanamke anasherekewa, yani kwamba dunia inamuenzi mwanamke, kwamba ana thamani gani kuwepo hapa duniani. Lakini sio mwanamke tu, hata watoto wa kike, kwa sababu pia wao ni wanawake wajao. Lakini pia wasichana ambao ni vijana, ni sehemu ambayo wanaweza wakajifunza fursa mbalimbali za kiuchumi ambazo zinawazunguka, ili watoke kutoka kwenye umaskini au kuwa wategemezi na wao kuwa wanategemewa. Haya, nikigeukia kwako hapa, naomba uongezee chochote. Karibu. Asante sana. Mimi ninavyofikiria nafikiri ni washauri wanawake wote wilaya ya Karagwe na wilaya jirani waweze kufika siku hiyo, siku ya maadhimisho ambayo itakuwa ni tarehe 8 mwezi wa 3, ili waweze kupewa elimu. Elimu ambayo inatolewa pale inahusiana na mambo ya umiliki wa mali, ufanyaji wa biashara. Yaani kiujumla ni fursa sawa ambayo inaenda kuelimishwa pale. Lakini pia tunaposema siku ya wanawake duniani, wataelimishwa juu ya namna gani wasifikirie kwamba ni siku moja kwenye mwaka mzima ndo ya kwao. Wanaelimishwa ni kwamba ni siku moja tu imetengwa kuweza kukaa na kuongea mambo yao. Lakini siku zote wako huru, wasijione kwamba kwa sasa tunasherehekea siku moja basi wao wakakaa wakabweteka wakasubiri tarehe 8. Amna, haimaanishi hivyo. Kwa hiyo ni siku ambayo tumeitenga kuweza kufanya maadhimisho
ambayo angalau kwa mazuri mengi ambayo wameyafanya kwa mwaka mzima waweze kukaa siku moja wakafurahi. Na kwa maandalizi ya mwaka huu ni mwaka ambao tumeuandaa kipekee, na ukiangalia kimkoa inaenda kufanikia wilaya ya Karagwe. Tumeandaa watu ambao watakuja kutoa elimu nzuri ambayo inahusiana na namna gani wamama wanaweza wakafanya biashara, namna gani wanaweza wakamiliki ardhi, namna gani wanaweza wakapata elimu na fursa sawa katika nyanja zote za maisha. Kwa hiyo mimi kiujumla ninawakaribisha wamama wote waweze kushiriki, lakini vile vile na wababa, kwa sababu kila mwanamke aliyefanikiwa, kumbuka nyuma yake kuna mwanaume. Kwa hiyo nawaomba sana wababa waweze kuwaunga mkono wa mama, na wadada wote waweze kufika hiyo siku wakiwa wamejiandaa vizuri, waweze kupata hiyo elimu, wasiweze kuikosa. Ndio. Kuna ile ambayo tunasemaga wanawake tukiwezeshwa tunaweza. Ile muda mwingine mimi nasemaga haipo hiyo, sisi wenyewe tunaweza. Nampingaga sana Oscar, namwambia Oscar, mimi naweza, hata kama ukisema hujaniwezesha mimi naenda. Nikigeukia kwa upande wako, uliniambia kamati ya michezo michezo na burudani. Michezo na burudani. Ndio. Mimi naomba uongezee chochote hapo kwenye hayo ambayo yamezungumzwa. Okay, kwanza nichukue nafasi hii kuwaomba sana wakazi wa wilaya ya Karagwe na viunga vyake, wahakikishe siku hiyo ya tarehe 8 mwezi wa 3 wafike katika viwanja vya Kihanga pale, ili waweze kushuhudia na waweze kuona utofauti wa siku ya wanawake duniani maeneo mengine ukilinganisha na wilaya yetu ya Karagwe. Tunahitaji tuwaonyeshe watu kwamba wilaya ya Karagwe ni wilaya ya aina gani. Na kwa kufanya hivyo tumeandaa vitu ambavyo ni vya tofauti kabisa, ambavyo mimi naamini hakuna wilaya nyingine yoyote nchi ambayo itaweza kuandaa vitu hivyo. Kwa hiyo wakaribie kwa wingi ili waje kuona burudani. Mimi nasema siku ya mwanamke duniani 2026 ni zaidi ya sherehe. Nje ya kwamba tutapata elimu, nje ya kwamba tutafundishwa vitu tofauti, lakini pia tunahitaji siku hiyo mwanamke aweze kujisikia kwamba kweli anahitaji na yeye apate kupumzika, anahitaji aweze kurefresh mind, lakini vile vile aweze kupata nafasi ya kuondoa stress zile ambazo wakati mwingine amekuwa nyumbani, kuna hiki kuna kile, purukushani zinakuwa nyingi. Kwa siku hiyo kidogo naye aweze kutuliza akili yake na aweze kupata burudani na aweze feel kwamba kuna maisha pia nje ya mambo mengine. Kwa hiyo tumeandaa burudani mbalimbali. Tuna kikundi cha upendo kutoka Bukoba. Hiki ni kikundi ambacho kinacheza ngoma za asili kwa njia tofauti kabisa. Ni tofauti na zile ngoma ambazo tumekuwa pia tukiziona. Kwa hiyo hawa wanacheza ngoma za asili kwa njia ya kisasa, wanakwenda kidijitali. Tutakuwa nacho pale. Lakini vile vile tumeandaa surprise kubwa kutoka kwa mabinti zetu. Hawa ni wanafunzi ambao wamebahatika kusoma moja kati ya shule bora sana za serikali ambazo tumebahatika pia kuwa nazo katika wilaya yetu ya Karagwe. Sasa ni shule gani na wanakuja na surprise gani? Wananchi waje kwa wingi, waitikie kwa wingi siku hiyo ili waje kuona mambo makubwa ambayo tumewaandalia. Lakini nje ya hapo pia tumemwandaa msanii ambaye ni msanii chipukizi kutokea Kagera, anajulikana kwa jina la Kaya. Huyu ni moja kati ya wasanii ambao ni wadogo lakini wanafanya makubwa na ni binti. Kwa hiyo waje kuona kila ambacho ametuandalia siku hiyo. Lakini nje pia ya hapo tutakuwa na michezo tofauti ambapo pia tutakuwa na kikundi cha Karagwe All Stars. Nao pia umetuandalia vitu mbalimbali. Kwa hiyo wananchi waje kuona. Kuna vitu vingi sana ambavyo tumeviandaa, na mimi naamini kila mwananchi, kila mwanamke ambaye ataweza kufika pale hatojisikia vibaya. Hata kwa kweli atajisikia kwamba kweli hii ni siku ya mwanamke duniani, na kimkoa inafanyika katika wilaya ya Karagwe, katika kata ya Kihanga. Na wameandaa mambo makubwa tofauti na maeneo mengine. Kwa kweli kwa upande wa burudani tumekaa sawa. Tuko vizuri sana. Kwa hiyo wajitokeze tu kwa wingi. Wajitokeze kwa wingi. Na kama wenzangu walivyosema, wale ambao pengine wangependa kuchangia chochote, wasisite kuchangia, kwa sababu ni muhimu sana ili haya yote tuweze kuyafanikisha kwa kiwango kikubwa ambacho tunahitaji sisi. Tunahitaji fedha pia. Kwa hiyo wananchi wasisite kutuchangia chochote ambacho watakuwa wamebarikiwa. Wadau mbalimbali wa maendeleo waendelee kutuchangia pia, ili tuweze kuonyesha mfano kwamba kwa kweli wilaya Karagwe tuko vizuri na
tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa tofauti na watu ambao wamekuwa wakitufikiria. Kwa watu wakaribie kwa wingi. Sasa sisi naweza nikawasemea wanawake labda kwa nafasi nyingine. Ndio. Mimi huaga napenda kwaito na wanawake wengi wapo ambao wanapenda kwaito. Mchezo wa kwaito utakuwepo, watu watacheza kwaito ya kutosha. Yes, kwa tujitokeze tu. Tuje hapo. Ndio, na tutakuwa na sound. Hii ni moja kati ya saundi bora sana. Kwa hiyo watu waje waone. Kwa kweli waje kwa wingi. Na ndio, na mimi niwaombe sana wanawake, niwaombe sana mama zangu, niwaombe sana dada zangu. Waione siku hii kama siku ya kipekee sana kwao. Na mimi huwa ninaamini kwamba mwanamke akiwa na jambo lake hawezi kushindwa. Kwa kweli hili jambo walibebe na walichukua kama jambo lao. Walichukulia katika uzito mkubwa, wasilipuuze, waitikie kwa wingi, waache vinyongo, waache mambo ambayo pengine yanaweza yakasababisha siku hii siweze kufana. Ndio. Waitikie kwa wingi, watoe ushirikiano wao wa kutosha. Wakifanya hivyo, mimi naamini tutafanya maajabu na dunia nzima siku hiyo itajua kwamba kwa kweli nchini Tanzania katika mkoa wa Kagera, wilaya ya Karagwe, wameadhimisha siku ya mwanamke duniani kwa njia tofauti kabisa. Kwa watu waje, burudani zitakuwepo za kutosha za kila aina, zitakuwepo. Waje kushuhudia wenyewe. Haya, hapo kwenye burudani hapo. Ndio. Unajua kuna ile uniform wenyewe wanakuambiaga, yaani kama kuna tukio basi linakuwa na uniform. Natamani kujua hiyo siku kutakuwa kuna ile sare batiki. Zipo 2. Okay. Kwa hiyo mwanamke yoyote atachagua yoyote ambayo atapendezwa nayo, ashone, apendeze. Kama ni makeup apake, kama ni kiatu yani awake tu, awake kwa sababu ni siku yake. Yani ni sawa na labda birthday yako, lazima upendeze, ni siku speciali kwa ajili yake. Kwa hiyo tunawashauri wafanye, kwa wajitokeze. Hata baba si wanavaa hizo batiki, na wanashona hivi uzuri wa batiki. Anaweza kushona shati akavaa na kadeti yake ama safi kabisa, akakaa anavyotakiwa. Kweli hiyo siku sio ya kukosa. Lazima tufanye. Mimi mwenyewe lazima nishone. Kwa watu waje kwa wingi, lakini pia wababa nao wawape ushirikiano wa kutosha kina mama, kwa sababu kama mwenzangu alivyosema, tunasema nyuma ya maendeleo ya mwanamke yupo mwanaume, lakini vile vile nyuma ya maendeleo ya mwanaume yupo mwanamke pia. Kwa hiyo ushirikiano ukiwa wa kiwango ambacho kinahitajika, tukashirikiana, mimi nikashirikiana na mke wangu akashirikiana na mimi, mimi naamini jambo litafana sana. Kwa hiyo tuwape ushirikiano wa kutosha wanawake, tuwawezeshe inavyotakiwa. Kama hapo nasikia kuna hiyo batiki, kitenge, tumnunulie. Wakati mwingine ndo sehemu pia ya kuonyesha upendo kama baba. Kwa hiyo wakati mwingine lazima umuonyeshe kwamba kwa kweli mimi mke wangu nakupenda. Yale mambo yote ambayo yametokea huko nyuma, kuanzia leo tumefuta, tunaanza ukurasa mpya. Upendo utawali siku hiyo, tununuliane zawadi, tununuliane hivyo vitenge na nini. Sare inaweza ikawa pia zawadi ya Valentine kabisa. Alafu si ndio huko tunaenda. Kwa sare maua. Ndio. Kwa hiyo tufanye hivyo, mimi naamini kila kitu kinawezekana na itapendeza sana. Haya, baba usimwache mke wako aende siku ya wanawake kavaa dera. Kuna sare hapa, kuna batiki ambazo zinapatikana. Hizo zinapatikana vipi? Yani natamani kujua, mtu kwa mfano kama mimi nataka kuipata hiyo sare naipata vipi? Batiki zinapatikana dukani kwa Mama Dori hapo sokoni. Soko la Kayanga kuna duka la Mama Dori. Lakini pia labda tunaweza tukaacha namba ili anayetaka batiki aweze kupiga simu na akaipata. Akachagua ambayo anataka akaipata. Kwa ukifika pale ukisema tu mimi nataka batiki ya siku ya wanawake, utazipata. Na kuongeza hapo pia ni kwamba mita 3.5 inauzwa kwa shilingi 30 pekee. Kwa hiyo unaona ni kwamba ni hela ndogo sana. Ndogo mita 3 ni kubwa. Mtu kama mimi hapa anashona tali dude fulani na inabaki. Na inabaki. Unaweza pia ukamshonea hata mtoto wako. Pia tunaweza tukafanya ni mita 3 nikashona mimi, akashona baba, tukaambatana wenyewe kabisa. Haya, kuna kitu natamani kujua kutoka kwako mheshimiwa. Unajua wengine yaani niseme watu wengi tunasema walimu ni wito. Walimu ni wito, na tunajua kuna wanawake wengi sana ambao walimu. Sasa natamani kujua siku hii inaweza ikawasaidia labda wanawake hao ambao ni walimu kutimiza majukumu yao vizuri, yani kufanya kazi vile ambavyo inastahili. Ndio. Mimi naona ni kweli itawasaidia. Kwa sababu ukiangalia kwanza watakuwa na reference. Wanapofika pale
kuna viongozi wengi ambao ni wanawake na watakuwepo kama tulivyoangalia. Mgeni rasmi mwenyewe atakuwa ni Mheshimiwa Fatuma Mwasa. Lakini pia tutakuwa na waheshimiwa kama mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Karagwe, Mheshimiwa Happiness Msema. Kwa hiyo ukiangalia wakiwa pale na wale walimu wanapokuwa wametokea mashuleni kule, wanapokuja pale wanakuwa tayari wanaona kumbe wana wenzao ambao tayari ni viongozi. Kwa hiyo na wao wanakuwa tayari wana ndoto kesho na kesho kutwa wanaweza wakaa katika position ambazo wanaziona ziko mbele yao pale. Kwa hiyo na wale ukiwauliza ambao tayari wako kwenye position zile za juu, ukiangalia kwa nyuma unakuta wengine walikuwa ni walimu, wengine walikuwa ni kazi ambazo ni kazi za kawaida kwenye idara. Lakini tayari kutokana na uchapakazi wao umewafanya wafike sehemu. Kwa hiyo tayari katika hiyo siku mwanamke yoyote atakayefika pale atatoka na kitu cha kujifunza. Hatatoka kama alivyokuja. Na atakuwa tayari ametoka na college. Kwa hiyo katika kufanya kazi kwao kule shuleni tayari wataenda wana ile kama vile wametiwa faraja na college. Kwa hiyo watafanya kazi zao katika ufanisi zaidi. Haya, kwa yoyote sasa, natamani kwa yeyote ambaye yupo uko anatusikiliza sasa hivi, labda anatamani na yeye kuache utegemezi. Lakini pia kuna fursa ya utoaji elimu ya fedha na elimu zingine. Lakini pia kuna uwezeshaji wa kifedha. Ndio. Kupitia halmashauri ya wilaya Karagwe kuna 10% ya mapato ya ndani ambapo wanakopeshwa makundi matatu ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Haya yote ni kuimarisha uchumi kwenye jamii yetu. Kumbuka unapomkopesha mama maana yake umekopesha jamii. Ndio. Mama kwenye familia huwa ni msimamizi mzuri na huwa ni mtunzaji wa rasilimali bila kuziharibu. Mfano mzuri ukimpa baba yawezekana asifikishe nyumbani kaisha njiani. Lakini ukimkabidhi mama haipote bila senti. Na ukitaka kujua wewe ndio unayopeleka fedha pale nyumbani, na siku kuishiwa muulize mama ile matumizi uliyompa kuna kitu ushatunza. Ameshahifadhi. Sasa kupitia uwezeshaji wa 10% tunaimarisha uchumi wa familia, uchumi wa kaya, uchumi wa muunganiko vikundi vyetu. Kuhakikisha jamii yetu inakuwa imara kiuchumi ili kutokomeza utegemezi, kutokomeza ukatili ambao unaweza kuikumba jinsia yote ya kiume na ya kike. Ndio. Lakini pia serikali kupitia Wizara yetu Maendeleo ya Jamii imeingia mkataba na benki ya NMB. Kuna utoaji wa mikopo wa 10% kwa wajasiriamali, machinga. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunainua uchumi wa jamii, kuhakikisha hawa wajasiriamali wadogo ambao hawana rasilimali au hawana dhamana kwenye taasisi za kifedha tunawezesha, kwa sababu wanaenda kukopa bila kuweka dhamana. Wanawezesha tuwatoe katika ngazi za chini ili kufikia ngazi za kati ambao wanaweza kuwa na dhamana ya kwenda kwenye taasisi za kifedha. Ndio. Kwa hiyo haya ndio mabadiliko chanya ambayo serikali imeweka na jamii imebadilika, na unaona kwenye uhalisia yetu, kwenye maisha yetu kawaida. Haya, kwa huu kuna kitu ambacho tunatamani kukifanya. Sasa natamani kujua kwenye maadhimisho unajua kuna wanawake au wamama wengi ambao labda niseme hatujui haki zetu. Unajua kuna mtu unaweza akawa anafanyiwa kitu lakini hajui kama ana haki ya kufanya kitu hapo na akasaidika. Kwa hiyo natamani kujua kwenye haya maadhimisho huwa kuna elimu yote ambayo inatolewa kwa ajili ya kuelimisha wakina mama au wanawake kuhusiana na haki zao. Asante ndugu mtangazaji. Kila mwaka tunapofikia kilele cha maadhimisho siku ya wanawake, wiki moja kabla tunakuwa na vipindi vya kutoa elimu. Mfano mzuri, leo tumekuja redioni hapa tumetoa elimu. Ndio. Lakini kwenye vyuo vyetu vya ufundi tunaenda kutoa elimu, kwenye jamii, mikutano ya wananchi tunaenda kutoa elimu. Na elimu kubwa inaenda kugusa maeneo mbalimbali. Usawa wa kijinsia hauletwi na elimu tu. Usawa wa kijinsia pamoja na uimara uwezo wa kiuchumi. Tunaenda kutoa elimu juu ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, akina mama kuwa imara kiuchumi. Kwa sababu usipokuwa na uhuru wa uchumi, maana yake uhuru mwingine haupo, maana utakuwa tegemezi, ukatili utabaki pale pale. Kweli. Lakini pia tutatoa
afya na afya uzazi kwa vijana wetu. Kwa sababu kijana anapoelekea umri wa kuwa mzazi lazima anahitaji maandalizi. Kumbuka kuna mabadiliko mbalimbali kwenye jamii yetu, kuna matumizi ya madawa ya kulevya, pombe na vitu vingine. Sasa yale yanaenda kudhoofisha afya ya kijana, na katika kujiandaa kumpata mtoto kijana kiume na kike, afya yake lazima awe imara. Hiyo fursa walikuwa hawapati kwa usawa kati ya jinsia ya kike na ya kiume. Sasa hivi tukija kwenye nyanja za elimu, wanafunzi wote wa kike na kiume wanapata fursa sawa wa kupata elimu. Hakuna mwanafunzi au mtoto anayebaki nyumbani akikosa elimu. Lakini ukija kwenye nyanja za kisiasa, kila mmoja ana nafasi ya kuchagua na kuchaguliwa. Mfano nzuri tu kwa nchi yetu, Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ni mama. Yes. Na ni kiongozi wetu. Na anaongoza kwa umahiri mkubwa sana. Na kwenye nyanja zingine za kiuchumi, wapo wakina mama wanaochukua nafasi za kuongoza. Lakini hata ukienda kwenye ngazi za vitongoji, viongozi akina mama wapo walioshika nafasi. Ukija kwenye taasisi zetu za kifedha, akina mama wapo ambao ni viongozi. Yes. Piga mahesabu ya ukweli pale, wanafanya calculation na wana balance mambo bila kuleta hasara. Ukija kwenye hata nyanja za utumishi, wakuu wa idara wapo akina mama, wanachapa kazi na wanaleta maendeleo. Na ukimpa nafasi mama uongozi, hachezi, analeta matokeo, kwa sababu anajamini yeye ni mama, kuanzia kwenye familia ni kiongozi. Mfano mzuri tupo kwenye studio hapa. Ndio. Mwendesha kipindi leo ni mama. Yes. Sasa unaona walisia kwamba matokeo chanya yapo yanaonekana. Yes. Sasa kwa kuwa si binadamu tumeumbwa kusahau, tunakumbushana kwamba katika jamii yetu tunahitaji usawa wa kijinsia. Kwa sababu kizazi hadi kizazi tunatakiwa tutoe elimu, kwa sababu watu wasijisahau. Kwa sababu zile mila na desturi bado iko pale pale. Ndio. Sasa kikubwa sisi ni kupaza sauti, tulete mabadiliko. Kuhamasisha michango kwa ajili ya kufanikisha au kuwezesha upatikanaji wa madawati 53 katika shule zetu za msingi kwa kata ya Kihanga, lakini pamoja na mahitaji mengine ya nguo, madaftari, kalamu, mafuta kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule yetu ya wanafunzi wenye mahitaji maalum shule ya msingi Kitengule. Sasa tuko hapa kupaza sauti kwa jamii yetu ya Karagwe, kwa wadau wa maendeleo Karagwe pamoja na majirani zetu, kwamba tunapoelekea maadhimisho siku ya wanawake duniani ambapo inafanyikia tarehe 8 Machi kila mwaka. Kwa mwaka huu utafanyia kata ya Kihanga pale viwanja vya ofisi ya kata, na tutaweka alama kwa kuchanga mahitaji haya katika shule zetu za msingi pamoja na mahitaji mengine shule ya msingi Kitengule kwa kutengeneza madawati 53. Na tathmini ya awali tunatarajia kukusanya kwa mahitaji ya madawati kama milioni 5 ili kukamilisha mahitaji ya msingi yale ya awali. Sio kwa ujumla, yale ya msingi. Okay. Lakini pia kwa kuwa wanafunzi wetu wenye mahitaji maalum wapo shule ya msingi Kitengule, na kama unavyojua jamii yetu kipato ni kidogo sana, na wanafunzi wenye mahitaji maalum mara nyingi wanapofika kwenye taasisi zetu za elimu, wazazi wengi kulingana na kipato kama vile wametelekeza. Hasa sisi kama wadau maendeleo tumejipanga na tunawashirikisha jamii. Kwa yote ambaye ana nguo, ana daftari, ana kalamu, ana mafuta, ana sabuni, twende tushike mkono tukatembelee shule yetu ya msingi Kitengule, tutoe mahitaji ya kibinadamu. Maisha yetu yanategemea maombi ya wengine, na tunapoishi sisi kuna watu wanatuombea. Na maombi mengi huwa wanasema sadaka inayouma kwa mlengo au kwa mahitaji inagusa zaidi kuliko zile zingine za kawaida. Ndio. Sasa niombe wananchi wa Karagwe, wadau wetu wa Karagwe pamoja na wilaya za jirani,
karibuni mtushike mkono katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Tuweke alama kwa kuwapa wanafunzi au mahitaji madawati kwenye shule za msingi kwa kata ya Kihanga, lakini mahitaji ya kibinadamu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule ya msingi Kitengule.